mengi zaidi kuhusiana na sakata hili la Young Africans pamoja na Simba na Dabi kutokufanyika hapo jana, mengi yanaendelea kuzungumzwa, lakini kupitia ukurasa wa Instagram usiku huu wa Young Africans wameweza kutoa taarifa kwa umma Machi 9, 2025. Young Africans wameandika yafuatayo: kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathimini wa maamuzi, kamishina wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutokupata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Jambo la kwanza, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Jambo la pili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Jambo la tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaiomba
shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Hii ni barua rasmi ambayo imeweza kutolewa na wananchi Young Africans usiku huu wakifikia maamuzi yao, wakieleza nini hasa kimetokea hapo jana na nini hasa wao wanaona hakijaenda sawa, kwa sababu tayari kama Yanga walikuwa wamefuata taratibu zote ambazo zilikuwa zimetolewa. Lakini kubwa zaidi ambacho kimezungumzwa na uongozi wa Young Africans usiku huu ni maamuzi ambayo wameamua kuyafikia. Moja, wameweka wazi hawatoshiriki mchezo namba 184 ambao utazungumzia kuhusiana na dabi nyingine, kama kamati ambavyo ilitoa taarifa kwamba itataja ama itapanga tarehe nyingine ya mchezo huo wa dabi kuweza kupigwa. Lakini Young Africans wamefanya maamuzi yao rasmi kwamba hawatacheza mchezo huo, na kitu ambacho wanakihitaji kwa upande wao ni kupewa ushindi wa alama 3, kwa sababu wanaona ni haki yao kupata kwa kikanuni, kutokana na kanuni inavyosema kama timu itashindwa ama itagomea mchezo, timu ambayo imepeleka timu uwanjani itahitaji kupewa alama 3. Hivyo Yanga wanahitaji kupewa ushindi na hizo alama 3 muhimu. Lakini kubwa zaidi, wameomba na kutoa taarifa kwa TFF kwamba kamati iweze kuvunjwa. Hawana imani tena na uongozi wa mwenyekiti Steven Mguto pamoja na katibu wa kamati Almasi Kasongo. Hivyo wametuma taarifa kwa TFF waweze kuvunja hiyo kamati. Lakini kubwa zaidi, wameweza kuomba mashabiki wao waendelee kutulia ili kusubiri namna ambavyo wao wanafanya mchakato wa kuhakikisha kwamba sheria na taratibu zinafuatwa na haki yao ya msingi ambao kama Yanga wanaitazamia kuweza kupatikana. Tuambie maoni yako kuhusiana na hii taarifa mpya kabisa Young Africans. Maoni yako ni yapi? Tujuze. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo. Mengi yanaendelea, ndo kwanza pamekucha. Kama ulikuwa unadhania masuala ya dabi inasubiriwa tarehe, Yanga wamekuja na msimamo wao binafsi kuhusiana na hiyo dabi. Kubwa zaidi tu, endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.